Ujumbe nilionao ni kwa nini unamhitaji Yesu. Inawezekana umesikia mahubiri mengi, sehemu nyingi, wahubiri redioni, kwenye mativi na kadhalika. Sababu ya kwanza, neno kwa nini ni neno ambalo linahitaji sababu. Sababu ya kwanza, unamhitaji Yesu kwa sababu yeye peke yake ndiye anayeweza kumsaidia mwanadamu kushinda dhambi. Unamhitaji Yesu kwa sababu yeye peke yake ndiye anayeweza kumsaidia mwanadamu kushinda dhambi. Yesu peke yake ndiye anayeweza kumsaidia mwanadamu, mwanamke, mwanaume, Mkristo, Muislamu, mpagani, kushinda dhambi. Hakuna mwanadamu anayependa dhambi. Magereza yamejengwa kwa ajili ya kuadhibu watenda dhambi. Magereza yamejengwa kwa ajili ya kuadhibu watenda dhambi. Sober house zimetengenezwa kwa ajili ya kuhifadhi watenda dhambi kwa muda ili warau warekebike. Kila siku sheria zimetungwa kwa ajili ya watenda dhambi. Dhambi ni ugonjwa wa dunia nzima. Ndio ugonjwa pekee ambao wanadamu wameshindwa kupata kinga wala tiba. Magonjwa mengine ni magonjwa ya mwili, lakini dhambi ni ugonjwa wa moyo. Ni ugonjwa ambao hakuna daktari anaweza akafanya operation akauondoa ndani ya moyo, isipokuwa daktari wa madaktari ambaye jina lake ni Yesu Kristo. Amen. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 1 mstari ule wa 21, maandiko yanasema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mtoto mwanaume, na jina lake ataitwa Yesu. Yeye huyu Yesu ndiye atakayewaokoa wanadamu na dhambi zao. Yesu Kristo pekee ndiye anayeweza kumwokoa mwanadamu kutoka kwenye dhambi za namna zote. Kuna makundi mawili ya dhambi. Kuna dhambi zinaitwa dhambi za waziwazi au dhambi zinazoonekana, na kundi la pili linaitwa dhambi za sirini. Wanadamu wengi ni wepesi kuhukumu wenzao wanaofanya dhambi za waziwazi, mfano urevi, uzinzi, wizi, mauaji na mengine kama hayo. Lakini watu wengi wanateswa na dhambi za siri. Wako watu wengi mahali hapa ambao wanateswa na picha za uchi. Wako watu wengi hapa wana michepuko, mke wako ajui namba ya mchepuko umeisevu mshikaji kijiweni. Mke wako ajui kwamba yule mshikaji kijiweni ni yule maraya unayelala kwake, unayeshinda kwake. Hakuna anayejua. Kanisani kwenu wewe ni mshirika mzuri, msikitini wewe ni muumini mzuri, lakini dhambi imekamata moyo wako. Dhambi imekung'ang'ania. Haiogopi dhehebu, haiogopi kanisa, haiogopi msikiti. Dhambi haiogopi wapi unakoishi wala unakokaa. Dhambi inaogopa mtu mmoja tu, jina lake ni Yesu Kristo. Amen. Yesu huwezi ukatoka dhambini. Utakuwa Mkristo mnafiki ambaye ibadani anakuwa mnyenyekevu kama njiwa, akirudi mtaani anakuwa mbwa mwitu. Huwezi kushinda dhambi kwa kwenda kanisani. Huwezi kushinda dhambi kwa kutoa zaka na sadaka. Huwezi kushinda dhambi kwa mahudhurio, kwa kusali mara 3 mara 4 kwa siku. Unashinda dhambi pale Yesu Kristo anapoingia ndani ya roho yako peke yake. Bila Yesu ndani ya roho yako hakuna ushindi wa uhakika wa dhambi. Amen. Aina ya pili ya dhambi zinaitwa dhambi za sirini. Hizi ni dhambi ambazo wengine mnazifanya hata mke wako akiambiwa wewe ni mshirikina anaweza akakataa. Ni dhambi ambazo unazifanya mke wako akiambiwa mume wako ana watoto 3 nje, ndo anagundua kwa mara ya kwanza, kwa sababu unamna unajitahidi kuficha maovu yako ni kwa kiwango cha juu. Kwa sababu hizi zinaitwa dhambi za sirini. Nyingine ziko moyoni. Kuna watu umekataa kuwasamehe. Kuna mtu umesema sitaongea naye, lakini nataka ujue neno la Mungu nasema heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Wewe sio mpatanishi. Wewe ni mtu ambaye una kinyongo na kisasi. Uongei na watu. Kuna watu umesema hata nikifa wasinizike, hata mimi wakifa sitawazika. Wewe hakuna mbingu ya watu wa namna hiyo. Hakuna mbingu, hakuna pepo ya watu wa namna yako. Leo ni vema ukakabidhi moyo wako kwa Yesu, na Yesu Kristo atakuokoa. Amen. Kwa hiyo unamhitaji Yesu kwa sababu yeye peke yake ndiye anayeshughulika na dhambi za wanadamu. Yesu anashughulikaje na dhambi za wanadamu? Jambo la kwanza, Yesu anasamehe dhambi. Jambo la kwanza, Yesu anasamehe dhambi. Yesu anasamehe dhambi. Haijalishi umefanya dhambi kubwa kiasi gani, ambaye huwezi kumwambia mchungaji wako,
Huwezi kukubali hata shehe wako afahamu. Huwezi kutaka hata mchungaji ajue. Yesu Kristo ana uwezo wa kusamehe dhambi ya namna yoyote ile. Kitabu kile cha Isaya sura ya 1 mstari wa 18. Isaya 1:18 maandiko yanasema, haya njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama sufu. Mungu anaweza kubadilisha dhambi na maisha ya mtenda dhambi wa namna yoyote. Hakuna mtenda dhambi ambaye Yesu anamshindwa. Hakuna mtenda dhambi ambaye Yesu hawezi kumbadilisha. Wengi wamebadilishwa. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 4, utamwona mwanamke Msamaria alikuwa ameshindikana. Yesu alipomwambia niletee mume wako, alisema sina mume kwa sababu ana waume 5, hata huyu aliyekuwa naye ni wa 6. Maana yake akamatiki nikiruka njia. Lakini Yesu alipoingia maishani mwake, alibadilisha historia yake, akawa mhubiri wa Injili. Mji mzima wa Samaria ukaja kwa Yesu. Tunamhubiri Yesu anayebadilisha mioyo ya watenda dhambi, anayegeuza hali za watenda dhambi, anayebadilisha kiu na hamasa ya dhambi ndani ya moyo wa mtu. Sema amen. Amen. Sasa nisikilize. Kuna Yesu ambaye akiingia ndani yako, hauwezi kuendelea kuwa msera muhuni. Kuna Yesu ambaye akiingia ndani yako, huwezi kuendelea kuwa bingwa wa kuvuta sigara. Kuna Yesu ambaye akiingia ndani yako binti, anakufanya uheshimu mwili wako, usiwe nyumba ya wanaume kuchezea. Kuna Yesu ambaye akiingia ndani yako rafiki, anakufanya utulizane nyumbani na mke mmoja. Sema amen. Amen. Yesu peke yake ndiye anayeweza kubadilisha moyo wa mpenda dhambi. Kwa hiyo sababu ya kwanza kwa nini unamhitaji Yesu ni kwa sababu yeye ni suluhu ya dhambi. Sababu ya pili, kwa nini unamhitaji Yesu? Sababu ya pili, unamhitaji Yesu kwa sababu yeye peke yake ndiye njia, kweli na uzima. Yohana Mtakatifu sura ya 14 na ule mstari wa 6, Yesu akajibu akasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu aji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Hakuna njia nyingine ya kwenda mbinguni isipokuwa Yesu. Yeye ndiye aliyesema imekwisha kwa habari ya hukumu kwa yeye atakayefungua moyo wake na kumruhusu aingie ndani yake. Yesu peke yake ndiye aliye na tiketi ya uzima. Aliye na Yesu anao uzima wa milele. Aliyemkataa Yesu ameichagua hukumu mwenyewe. Maandiko yanasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali hawe na uzima wa milele. Mstari wa 17, kwa maana Mungu hakumtuma mwanae ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Mstari wa 18, amwaminie ahukumiwi, asiyemwamini tayari amekwisha kuhukumiwa. Kwa kosa gani? Kwa sababu ya kumwamini mwana pekee wa Mungu. Amen. Amen. Yesu tayari amehukumiwa. Njia pekee ya kuepuka hukumu ya Mungu itishayo ni kumruhusu Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sema ambacho wengi hawajui, baada ya kifo inafuata hukumu. Waebrania sura ya 9 mstari wa 27. Vile mtu alivyowekewa kufa mara moja, na baada ya kifo inafuata nini? Hukumu. Sio baada ya kufa kuna sala za shehe wala za mchungaji wala za paroko. Hakuna maombi yanayobadilisha ulipokwenda mpenda dhambi. Ukifa dhambi umekwisha. Maana imeandikwa Warumi 6:23, maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Nisikilize, ukifa dhambini umekwisha. Amen. Kitakachofanyika kuhamisha motoni ulipokwenda. Bora uamini Injili mchana wa leo. Bora umfungulie Yesu moyo wako mchana wa leo. Bora ukubali Yesu akuokoe leo. Amen. Utakuwa na uzima wa milele. Sababu ya tatu, kwa nini unamhitaji Yesu? Unamhitaji Yesu kwa sababu yeye peke yake ndiye atakayewahukumu wanadamu wote siku ya kiyama, siku ya mwisho. Atakayehukumu wanadamu wote ni Yesu Kristo. Ni laiti nikuambia mapema kabla hujachelewa. Muamini Yesu mapema, mpe moyo wako mapema, jikabidhi kwake mapema, kwa sababu muda si mrefu ujao utasimama mbele ya kiti cha hukumu na hakimu atakuwa ni Yesu Kristo. Wakorintho wa 2 sura ya 5 ule mstari wa 9 na wa 10. Andiko anasema, basi sisi tuwapo hapa au tusipokuwa hapa, tuajitahidi kumpendeza yeye,
kwa maana imetupasa sisi sote kusimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo Yesu. Imetupasa sisi wangapi? Sote. Waislamu, wa Kristo, wapagani, sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo Yesu. Hakimu atakaye hukumu siku ya mwisho ni Yesu Kristo. Bora upatane naye mapema ukiwa hai. Usisubiri ufe bila kuwa na uhusiano naye. Usisubiri ufe bila kumpa moyo wako. Usisubiri ufe bila kumruhusu atawale maisha yako, kwa sababu ukishakufa hawi mwokozi tena. Ukishakufa hakuna neema tena. Ukishakufa hakuna nafasi tena, inafuata hukumu. Hakimu atakaye hukumu walio hai na waliokufa ni Yesu Kristo peke yake. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema namna hii: ninakuagiza mbele za Mungu Baba na mbele za Kristo Yesu atakaye wahukumu walio hai na waliokufa. Atakaye wahukumu walio hai na waliokufa. Yesu Kristo pekee ndiye atakaye hukumu wanadamu wote, wazungu kwa Waafrika, weusi kwa weupe, wasomi na wasiosoma, warefu kwa wafupi. Hakimu wa siku za mwisho atakaye hukumu siku ile kwenye kiti cha hukumu ni Yesu Kristo peke yake. Right, ungelipatana naye leo ili siku ile aseme, karibu mwanangu, ingia kwenye raha ya Bwana wako. Amen. Yesu sasa hautapeka hukumu ya Mungu. Yesu pekee ndiye hakimu atakaye hukumu wanadamu wa namna zote, wanaomwamini na wasiomwamini, waliomkubali na waliomkataa. Hakimu ni Yesu. Yeye ndiye atakaye hukumu walio hai na waliokufa, kama nilivyosomea kwenye Timotheo wa 2:4. Yesu peke yake. Kokote uliko na uko tayari kumpa Yesu maisha yako kwa hiari yako, yatawale, awe Bwana na Mwokozi pekee wa maisha yako, naomba urudie maneno haya. Sema, Bwana Yesu, Bwana, niko mbele zako. Ninakushukuru kwa maneno yako. Umesema na maisha yangu. Nimeelewa Injili. Wewe ni Mwokozi pekee. Ninakufungulia moyo wangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa imani nimeokoka. Asante Yesu kwa kuokoa roho yangu. Mimi ni mali yako, nawe ni mali yangu. Nipe nguvu ya kushinda dhambi. Nipe nguvu ya kupendeza. Nipe Roho wako Mtakatifu anisaidie na kuniongoza maisha yangu yote. Kwa imani nimeokoka. Asante Yesu kwa kuniokoa. Ikiwa umeomba sala hii kwa dhati ya moyo, hongera kwa kuokoka. Wewe ni mwana halali wa Mungu, umenunuliwa kwa damu ya msalaba iliyomwagika msalabani.